Karibu kwenye episode namba 8 ya musimu wa action inaitwa Vagabond. Basi Jessica amefikishwa NIS, anahojiwa kuhusu kuhusika na ajali ya ndege ya B357. Yeye anasema kwamba hajui lolote, akawekewa mpaka na ushahidi wa kuhusika na ufuska huo, lakini anakana kabisa. Mara agizo likamfikia Chief Kang kwamba amrelease huyo madam. Hapo ndo NIS wakagundua kuna uozo hadi kwenye Blue House. Muda huo Daljioni anampiga OG asime ukweli, lakini polisi wanamnyaka na kumkamata yeye pamoja na Kim. Sasa wakati wako anajaribu juu chini kufanya basi yule OG afunguliwe, Hailey akaenda kwa Daljioni kumpongeza, lakini Taewon akatokea na kuwalaumu wawili hawa kwa kufanya kazi kizembe sana, kwani kwa namna hiyo basi wangeweza hata kufariki. Huko Korea, director akafuatwa na jamaa anaitwa Han Ki, akimsii sana abadili timu nzima iliyoko chini ya operation ya kutafuta ukweli wa ndege na ajali yake. Lakini mkuu naye akawa obvious na wengine wamefikisha taarifa kwa Mr. President kwamba shughuli haziendi vilivyo huko NIS. Kwa hiyo mkuu akaanza kweli kufanya maamuzi kwa pressure. Huko Morocco, Daljioni na Hailey wanaungana na watu wa NIS kumoji vizuri kimoji. Akiwa anaendelea kubisha kuhusu mambo ambayo yametokea, mara akarupuka jina Jerome. Lakini muda huo alikuwa amebana mwili wake ukitaka sana madawa kulevya. Daljioni akaendelea kumbana asema kweli kabla hajapewa basi tiba ile painkiller ambayo alikuwa nayo Taewon aliyopewa na Chief Kang. Akasema Michael yule marehemu, ndipo flashback yaonesha kumbe mpango wote huu alihusika Michael. Sasa kwa nini aliuliwa? Labda tutajua huko mbele. Yaani kwamba kama ndio alisiko mpango, sasa kwa nini hajauliwa? Kwa sababu kitu pekee ambacho kilionekana kina mgogoro kwa kipindi hicho ilikuwa ni hili jambo. Basi ikabidi sasa wafanye mchakato wa kumsafirisha bwa mdogo Korea aweze enda jibu mashtaka yake. Lakini gari lao likasimamishwa kwenye roadblocks nyingi sana na kulazimisha magari yale kwenda sehemu fulani nje kabisa ya mji, mbali na eneo lenye watu na magari mengi. Yote hayo yalikuwa mpango wa Lily. Wamefika mahali wakaanza kurushwa risasi na Lily pamoja na watu wake. Lily akaishia kumua dereva aliyekuwa akiendesha gari iliyokuwa na Kim ndani yake. Hapo tayari walikuwa wamelipoa gari la kwanza. Kim naye akapigwa risasi mguuni na maagent wengine wakawa nao wameuawa. Ndo Hailey na Daljioni kufika kuokoa wengine, maana Taewon alikata kabisa wasipande zile gari za NIS. Mwanzo kule kwa ikabidi wao wachukue taxi tu, ndio hiyo sasa ikaja kuwasaidia waweze kutoroka. Kisha Daljioni akampiga Chief Kang na kumweleza kuwa polisi wa Morocco nao wapo kwenye dili hilo hilo moja na yule bibi Jessica. Huko NIS nako mara order ikaja waache kila mtu anakifanya, lakini Chief Kang sababu ya hasira akaanza kupambana nao. Muda kidogo tu wakapewa taarifa kwamba Chief Min ndio anayechukua hatamu katika jambo hilo, kuongoza hiyo operation yote, hivyo waache kila kitu ambacho amekifanya na details zote ambazo wameshazipata kwa Chief Min. Kimoja amepigwa risasi na inabidi aweze kufika Korea, ila kama akipoteza damu sana ataisha kufariki tu. Ikabidi wale jamaa wamfanyia operation hivyo hivyo bila hata vifaa maalum vya hospitali na kumchomua risasi. Lakini wakashangaa jamaa anaanza kutapatapa tena, anaanza shida ni nini? Mbona tumefanya standard procedure kabisa? Na episode ikawa inaishia hapo. Episode namba 9 inaanza Mr. President anazingatia speech yake iliyo na kusudi la kuwasema na kuwagandamiza wapinzani, lakini waziri anaambia kuna vitu kama haviko sawa, haijakaa kiamri kabisa. Kwa sababu kama unaongea na watu ambao ni wa upinzani, inabidi waonyeshe kwamba wewe ni mtu wa amri. Na muda huu Morocco, wakati wengine walipokimbilia embassy kuokoka, walipokuwa na Daljioni, Lily akawa ametega pale nje akisubiri watokeze amalize. Daljioni naye akatoa damu mpaka akazidiwa sababu jamaa alikuwa anatapatapa. Ikabidi basi Hailey ampatie chakula na maji na kumuonya kuhusu kuendelea kuitoa kwa sababu anaweza kufariki. Lakini yeye hiyo bei yuko tayari kabisa kuilipa ili tu aweze kupata majibu ya kwa nini mpo wake ilibidi auawe kikatili kiasi hicho. Hata alikuwa ni mdogo tu, hata ndoto zake alikuwa bado hajazitimiza. Lakini tulivyoona kwenye episode namba 8, jamaa alikuwa kitapatapa kama akumbuka, kumbe damu ilikuwa imekauka kabisa, hivyo ikabidi ndio Daljioni basi ajitolee, maana blood group aliyokuwa nayo ilikuwa sawa kabisa na Daljioni, ili tu ushahidi wao usiweze kupotea. Jessica na watu wake wakawa kihofia kwamba Kimoji akipatikanika tu na akawekwa public basi wameisha. Lakini Jessica akaanza mke wa jamaa, yani Osangmi ni mrahisi sana kumlaghai, hivyo akafika mwenyewe mwituni akimwofa kumsaidia kutoka kwa hao watekaji kama akikubali tu kucooperate na anachokitaka. Sangmi akaona ya nini yeye, akakubali na hivyo akapelekwa kituo cha polisi akiamuriwa ajisalimishe. Muda huo Chief Min akakusanya task force na kuagiza waende Morocco. Sasa iko hivi, last time walioko Morocco waliongea na Chief Kang watumie task force basi waweze kuja kuwasaidia waweze kurudi Korea, lakini hawa wanaokuja ni kuwaua tu, wakati wao wanadhani kuna kuja kuwasaidia, na wakifanikiwa basi watapewa zawadi kubwa kweli kweli. Wameahidiwa na Chief Min. Chief Gang akawalaghai jamaa pale na kutoroka, kisha akaiba simu, na baada hapo akapiga simu kwa jamaa wa high position walio karibu na rais.
ili kusudi tu rais afikishiwe taarifa ya kile watu wake wanachokifanya behind the scene. Lakini Min akaingia kwenye hicho kichumba alipo, lakini akawa ameshachelewa kwani jamaa alikuwa ashatuma taarifa. Min baadaye akawa anaminterrogate Gang na kumshawishi akubali tu na situation, mambo yasiweze kuwa mengi. Morocco huko wakati wanaendelea wakuu wametulia zao tu wanasubiri backup team ifike. Wao hawajui ni tofauti kabisa na wanachokidhania. Muda huo Sang Mi naye akatokeza kwenye television ya taifa na kuambia watu kwa mume wake yuko mzima na anaendelea kusema kuwa ni Dynamic System ndio waliomlipa ili yale yote yaweze kutokea na sio John and Mark. Hilo jambo lilimkasirisha sana Mr. Park, hivyo akaambia Jessica kwamba ni lazima utalipia tu iwe isiyo. For the record, Jessica na Park wanafahamiana tangu zamani sana, sababu wawili hawa walishawahi kuwa wapenzi. Kwa sasa hivi ni ma-ex na ni maasimu wakubwa sana. Backup team nayo ikafika hapo Morocco kwa ajili ya kudeal na kina Dal Joni, lakini wanapoingia tu Taewon akawa anahisi kitu fulani kama hakiko sawa hivi. Sasa wamefika pale wanataka kuelekezwa aliko Kim Woo-ji. Mara Taewon akapokea simu kutoka kwa ofisi moja ya secret sana ambao kimsingi ni mgawa wa kuku choma na kiebe, lakini ni secret office ya watu kadhaa pale NIS. Kwa hiyo Taewon anapata simu kuambiwa kwamba bwana, hao jamaa ni assassins na sio backup team ya kawaida. Wale jamaa wakaendelea kujichanganya sana kwani walipelekwa kwenye chumba private. Hairi baadaye akaja kuwapa kitu akakuta wanaandaa mizigo yao lakini imefungwa silence. Kwa hiyo ikabidi ampe taarifa Dal Joni kwamba hao jamaa msiwaelewi. Ni kweli wamekuja kama backup team lakini nashangaa sasa zao zimefungwa silencer. Hivyo jamaa ikabidi basi aende kisha akamwambia kwamba anataka aongee nao kuhusu Kim Woo-ji. Lakini akaishia kuambush tu alipokubaliwa kuingia ndani. Akawaumezeni askari kadhaa kisha akajitupa chini ya meza akiwa na mkuu wa assassins amemshikilia. Hiyo ikawa tosha kwa Hairi kumfungua Kim Woo-ji ili basi waweze kumtorosha. Episode inaisha, Hairi anataka tu kumtoa Kim Woo-ji lakini tayari watu waamini wamewafikia, risasi zimenyoshwa kutoka all corner of the room. Asa itakuwaje? Basi tukutane kwenye episode inayofuata. Mimi naitwa Wenane, asante sana kuchukua muda wako na kutazama recap hii. Usisahau tu ku-like, ku-comment pamoja na ku-share. Kwa namna hiyo basi algorithm itaweza kupromote hii video kwa watu wengine. Na wewe ambaye bado hujasubscribe, basi make sure kusubscribe kwa wa kwanza kupata updates hizi kila niziache yako. Basi tukutane tena next time. Asante.